Yesu asifiwe. Zaburi ya 62 na mstari wa kwanza. Biblia inasema, nafsi yangu umngojee Bwana kwa kimya. Kutulia kwangu na wokovu wangu unatoka kwake. Yeye ni ngombe yangu na mwamba wangu, sitatikisika sana. Dunia tunaishi, tunatingizwa na mambo mengi. Daudi aliyeandika Zaburi ya 62 alikuwa ametingizwa na maadui. Hata kijana yake akamkana. Watu wakataka kumuua. Mambo yakakuwa mengi. Ni kama sasa tuko na changamoto mingi. Lakini 2026 tunangojea nani? Ukingojea marafiki wanaweza kukuacha. Ukingojea wanadamu wanaweza kukugeuka. Daudi akapata suluhisho. Kila mwaka ni vizuri amngojee Bwana. Kwa nini? Kwa Bwana tutapata kupumzika. Kwanza tutapumzika kiroho kwa kupata msamaha wa dhambi. Kitu cha pili, tutapumzika kwa mawazo. Anasema, njooni kwangu nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Tupumzike, tumngojee Bwana. Kwake kuna pumziko kwa kiroho na kimwili. Jambo la pili, tumngojee Bwana kwa sababu wokovu wetu unatoka kwake. Wokovu wetu kutokana na nguvu ya dhambi, hukumu ya dhambi na uwepo wa dhambi. Yeye anatuokoa na sisi si wasafiri tena wa kwenda jehanamu, sisi ni wasafiri wa kwenda mbinguni. Tumngojee Bwana kwa sababu wokovu wetu utatoka kwake. Jambo la tatu, tumngojee Bwana kwa sababu kwake hatutatingizwa. 2026 mambo yatakuja, lakini ndani ya Bwana hautatingizwa. Kazini, nyumbani, kwa ukulima, kwa mipango yako, ndani ya Bwana hatutatingizwa. Tunangojea mwamba imara. Kwake tuko salama. Nawatakia 2026 yenye baraka na yenye mafanikio. Mungu wa amani